Kwa jina naitwa Martha Makala, mratibu wa mtandao wa elimu Tanzania. Siku ya leo kwetu mtandao kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, TAMISEMI pamoja na UNICEF imekuwa ni siku nzuri kwa sababu tulianza safari ya kuandaa mpango wa kuwarejesha wanafunzi walioacha masomo kwa sababu mbalimbali. Unajua kama nchi tulikuwa tuna waraka wa namba 2 wa elimu uliotolewa Novemba 2021, baadaye ukafuata muongozo ambao ulitolewa na Wizara ya Elimu namna gani sasa wanafunzi wanaweza wakarudi shule. Lakini sasa kujua mdau yupi anafanya nini wapi wakati gani. Kwa sisi mtandao tukashauri wizara, tukasema sisi tunaweza kuratibu zoezi la kuandaa huu mpango wa kuwarejesha wanafunzi walioacha masomo kwa sababu mbalimbali, kwa kujua partner yupi anafanya nini. Tukaita wizara, tukakaa pamoja, Wizara ya Elimu, TAMISEMI, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wizara ya Afya, Wizara ya Fedha kwa sababu inahusika na kupanga bajeti, na tukakaa pamoja na Jukwaa la Kitaifa la Elimu kwa Mtoto wa Kike pamoja na wadau wengine ambao wanaangalia pia mambo ya kisheria. Tulivyokaa pamoja tukaandaa kwa pamoja huu mpango. Umechukua takribani mwaka kama na nusu mpaka kuweza kufikia tamati na kukamilisha kila kitu. Kwa hiyo kwetu sisi ni furaha kwa sababu tunajua sasa hivi AZAKI zitakwenda kufanya kazi gani katika kuhakikisha zinaweka mazingira mazuri na jamii inaelewa. Viongozi wa dini wana jukumu lao pia katika mpango huu kuhakikisha kwamba wanaongea na waumini wao kwenye nyumba za ibada na kuwapa fursa wale walioacha masomo, ikiwa ni haki yao ya msingi ya kikatiba, kwa sababu katiba yetu inaruhusu wanafunzi kupata elimu, ni haki ya msingi ya kikatiba. Kwa hiyo haitaporwa tena, wanafunzi wataendelea, watarejea shuleni, watoto wote wa kike na wa kiume. Na tumeangalia, ndugu utafiti uliofanywa umeangalia kwa upande wa watoto wa kike, lakini tukiangalia kwenye takwimu zinazotolewa na serikali, Basic Education Statistics, tunaona pia mdondoko kwa watoto wa kiume ndio umeendelea kuwa juu kuliko watoto wa kike. Kwa hiyo sisi wadau pia tunaweka kipaumbele kwa watoto wote wa kike na wa kiume na wenye ulemavu, kuhakikisha kwamba mazingira yao ya kusoma kwa kushirikiana na serikali yanakuwa rafiki, lakini pia wanapewa nafasi ya pili ya kuweza kurejea shuleni na kukamilisha mzunguko wa masomo tangu wamedondoka. Tunaelewa kwamba waraka na ule guideline iliyotolewa na wizara inasema baada ya ndani ya muda wa miaka 2 tangu mwanafunzi amedondoka, iwe aidha ni kwa sababu ya mambo ya jamii za kifugaji kutoka sehemu moja kwenda nyingine, au wale wakulima ambao wanakuwa na changamoto mbalimbali, hali ya umaskini au hali ya ujauzito au hali ya ugonjwa, kwa sababu za kudondoka ziko nyingi. Kwa hiyo ndani ya miaka 2 tunahakikisha tunaongea na jamii, tunaongea na wazazi ili waweze kumpa mtoto support, pamoja na viongozi wa serikali za mitaa na kuelewesha taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa ili kuweza kumrejesha huyu mtoto shuleni, awe wa kike au wa kiume au mwenye ulemavu, ili aweze kurejea shuleni na kukamilisha mzunguko wake wa masomo. Na katika kufanya hii kazi kiukweli inahitaji ushirikiano mkubwa wa serikali, wa viongozi wa dini, inahitaji pia ushirikiano mkubwa wa wazazi, inahitaji ushirikiano mkubwa wa AZAKI kama sisi, kuhakikisha kwamba tunaendelea kuweka uelewa mkubwa kwa wazazi, kwa walezi, lakini pia kwa walimu, ili wajue mtoto aliyeacha masomo kwa sababu mbalimbali, iwe ugonjwa au iwe ujauzito. Hasa wenye ujauzito changamoto zinakuwepo kubwa, kwa sababu wanasema mtoto mwenye tabia mbaya anakuja kuwaambukiza watoto wenye tabia nzuri shuleni. Kwa hiyo lakini wanasahau kwamba haki ya elimu ni haki ya kikatiba kila mtu, lakini kwenye maisha kila mtu kwa namna moja au nyingine amesha kufanya makosa, lakini tunapewa there's always a second chance. Lakini sio wote wanaopata ujauzito kwamba walitaka, wengine wanafanywa vitendo vya kiukatili. Kwa hiyo haina haja ya kumwadhibu mara mbili. Kwa hiyo kwa sisi mtandao wa elimu tunatambua na kuthamini haki ya elimu, lakini pia tunaelewa kwamba wizara imekuwa ikifanya mapitio ya sheria ya elimu. Mojawapo ya mapendekezo tuliyotoa kwenye Wizara ya Elimu wakati wanafanya mapitio ya sheria ya elimu ni kuhakikisha sasa hili swala la reentry linakuwa ni swala la kisheria, ili liwe endelevu, ili asije akatokea mtu mwingine baadaye akasema kwamba hii haifai. Lakini ikiwa na swala ambalo lina support ya kisheria, inakuwa ni endelevu na itaendelea kuwapa haki wanafunzi kurejea shuleni na kukamilisha mzunguko wao wa masomo. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.